sayansi, teknolojia na ubunifu ni mambo yanayochangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya nchi zote ulimwenguni. Ni mambo yanayowezesha mageuzi ya viwanda, mageuzi ya kiuchumi na ya kijamii. Nchini Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, vijana wetu hawana budi kuwa tayari kukabiliana na kujifunza mambo hayo ili kuharakisha maendeleo, ustawi, neema na maendeleo yao ya familia zao na nchi yetu kwa ujumla. Ndugu washiriki wa kongamano, tunawalenga vijana kama ni viongozi na wabunifu wa leo na wala sio wa kesho kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Zanzibar ina jumla ya wakazi wapatao 1,889,000 ambapo vijana ni sawa na asilimia 37.3 kati yao. Hii inatoa fursa kubwa ya kuunganisha nguvu zao vijana kujikita kwenye uvumbuzi na ubunifu. Ilikuwa inaitwa chuo cha Mbweni, nadhani chuo cha ufundi Mbweni, kikawa evolve katika hatua tofauti mpaka leo tukawa tuna hii taasisi yetu ya Karume ya sayansi na teknolojia. Jina la Karume ilikuja baada tu ya kuondoka kwake mwaka 1972 kwa kumuenzi, ndio ikaitwa taasisi. At that time ilikuwa ikaitwa chuo cha ufundi cha Karume FTC. Sasa haya tunayofanya leo jamani, sisi wana Karume ni yetu. Pale tunaposema bila ya mapinduzi haya magari tungeyatembelea vipi? Bila ya mapinduzi hizi degree zetu na diploma zetu leo ambazo tunajivunia nazo, ambazo nyinyi wenyewe wanafunzi mnaenda kuzipata, mngezipata vipi? Kama vijana wa taifa hili ndio tunatumika sana katika kuvunja amani ya nchi yetu, kwa sababu sisi ndio wa kuyatetea na kuyalinda amani ya nchi yetu. Wamekuwa kwa sababu vijana wengi hatuna elimu, hatujui jinsi gani na hata hatujui faida tunayoipata kupitia amani. Wazee wetu wanatuhusia sana katika kuitunza na kuilinda amani yetu. Sisi ndio wa kuilinda na kuitetea. Sisi ndio nguvu kazi ya taifa. Bila vijana hakutakuwa na faida katika jamii yetu. Kwa sisi tunahitaji kupata elimu zaidi jinsi ya kuitunza na umuhimu wa amani katika nchi yetu. Nikiwa kijana na washajihishe pamoja na kuwasisitiza vijana wenzangu kuyaenzi haya mapinduzi, kwa sababu haya mapinduzi kama nilivyozungumza mwanzo kwamba ndo kitu ambacho ni tunu yetu ambacho kimetuletea hichi tulichokuwa nacho sasa hivi. Amani imetufanya kwamba tupate elimu, kwa sababu mpaka sasa hivi yani, kwa upande wetu hapa Zanzibar, kuanzia darasa la kwanza ama kuanzia msingi mpaka mtu unamaliza chuo ni kwamba elimu bure. Unasoma bure huko chini, lakini pia unapoenda juu, yani kuanzia degree ama kuanzia diploma, unapatiwa mkopo na serikali na pamoja na pesa ya mwenyewe ya kujikimu. Kwa hivi vyote uko nyuma kabla ya mapinduzi havikuwepo. Sikulipiwa tu, hata pesa wewe mwenyewe ile ya kwenda kutafuta sehemu ukasoma pia ilikuwa inakosekana nafasi ya kwenda kusoma, kwa sababu Afrika kama tulivyozungumza kwamba hawakuwa wanathaminiwa na hawakutakiwa kupata elimu. Kwa hiyo tuyatunze, kwa sababu yana faida kwetu sisi kupanda elimu, upande wa ajira na upande wa kuishi pamoja, kwa sababu hatubaguani, iwe mzungu, iwe Mwafrika, iwe Mwarabu, sote tunaishi pamoja. Haya yote ni matunda ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo yalifanyika na wazee wetu mwaka 1964. Kwa tunatakiwa kuyatunza. Kuhusiana na kongamano hili la mapinduzi ambao tunaadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, tumepata kukumbuka na kuenzi jitihada za wazee wetu ambao ni Abeid Amani Karume pamoja na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao walishirikiana kwa namna moja kwa namna nyingine katika kuleta mapinduzi ya Zanzibar. Ikiwa siku ya leo tukikumbuka mapinduzi na kupitia waasisi wetu wa chuo cha Karume Institute of Science and Technology, sisi vijana tumepata kuelewa na kufahamu umuhimu wa mapinduzi yale na jinsi gani tuweze kuyaendeleza, ikiwa ni pamoja na kudumisha amani na ushirikiano baina ya sisi sote wa Tanzania. Katika kongamano hili halijahusisha tu Wazanzibari
au watu waliozaliwa katika kisiwa cha Pemba na Unguja. Pia kimeweza kuhusisha watu waliotokea bara ambao mimi nikiwemo ni mmojawapo wa watu waliotokea bara. Hii ni kuonyesha kwamba bado Wazanzibari au Tanzania kwa ujumla tuna ushirikiano baina ya watu wa visiwani na watu wa bara. Ndio maana tumepata kushiriki kwa pamoja na kuweza kuelewa dhima hasa ya mapinduzi ya Zanzibar katika maendeleo ya sote kwa pamoja. Kama kijana tumehamasika zaidi kupitia hili kongamano, yani tumekuja tunapata kujifunza kuhusiana na historia ya Zanzibar, mambo yaliyotokea kipindi cha nyuma, kwa sababu mimi binafsi nilikuwa sina uelewa zaidi kuhusiana na mapinduzi. Kwa kupitia kongamano hili nategemea tutajifunza mengi zaidi mambo yaliyotokezea hapo nyuma. Na pia vijana wenzangu na washauri, na wito wangu ni kuyaenzi mapinduzi yetu na kuyadumisha, na sisi kama wasomi tunatakiwa kufuatilia historia zaidi.